Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo haya ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwate. Tulionayo asubuhi ya leo. BBC imeomba radhi rasmi kwa Rais wa Marekani Donald Trump kwa kipindi cha televisheni kilichotangazwa mwaka jana kinachodaiwa kuwa na uhariri wa kupotosha wa hotuba yake baada ya wafuasi wake kuvamia bunge la Marekani. Kundi moja la uratibu linasema wanajeshi wanaomuunga mkono kamanda wa Libya Khalifa Haftar wamekuwa wakisambaza mafuta kwa kikosi cha RSF nchini Sudan kwa niaba ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Na leo dunia inaungana kuadhimisha siku ya kisukari duniani ambayo ni siku maalum ya kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa unaoathiri mamilioni ya watu duniani. Kuishi na kisukari kuna kufanya ujue namna ya kujipenda zaidi mboga za majani kwa wingi, kwa sababu matunda pia yana sukari, kwa unabidi ule pia kwa kiasi, matumizi ya dawa na mazoezi. Jikubali, jijali, jipende. Kwa sasa nampisha Halima Nyanza akuletee muhtasari wa habari. Karibu Halima. Asante Phils, na habari msikilizaji. Shirika la utangazaji la Uingereza BBC limemwomba radhi rasmi Rais wa Marekani Donald Trump kutokana na madai ya kufanywa uhariri wa kupotosha kwenye kipindi cha televisheni kilichorushwa mwaka jana kuhusiana na hotuba yake aliyotoa wakati wafuasi wake walipovamia majengo ya bunge la Marekani Januari mwaka 2021. Lakini hata hivyo BBC imekataa ombi la Rais Trump kulipa fidia ya fedha. Ubalozi wa Marekani nchini Somalia umesema umepata taarifa za uhakika kwamba wadukuzi wasiojulikana wamevamia mfumo wa maombi ya visa kwa njia ya mtandao wa serikali ya Somalia, e-visa, na kufichua taarifa za takriban waombaji 35,000. Zaidi na Sambatenzi. Katika taarifa iliyotoa jana, umeonya kuwa uvujaji huo wa taarifa huenda umedhuru taarifa binafsi na huenda ukawaathiri maelfu ya waombaji wakiwemo raia wa Marekani. Taarifa zilizovuja zinaripotiwa kuwa ni pamoja na majina, picha, tarehe na mahali pa kuzaliwa, hali ya ndoa, anwani za makazi na anwani za barua pepe. Israel imesema imepokea mwili wa mateka mwingine aliyekuwa akishikiliwa Gaza. Mwili utapelekwa kwa ajili ya utambuzi na iwapo vipimo vitathibitisha, idadi itabaki kuwa miili ya mateka 3 tu ambao wanatarajiwa kurejeshwa Israel katika awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Huu ni mwili wa kwanza kukabidhiwa wiki hii na kwamba kuna taarifa kuwa miili ya mateka waliobaki huenda ikawa vigumu kuipata. Na waziri mkuu wa zamani wa Bangladesh Sheikh Hasina amekanusha madai ya kutenda makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa vurugu za maandamano yaliyomuondoa madarakani mwaka jana. Katika mahojiano kwa njia ya mtandao na BBC, Sheikh Hasina amepuuzia kesi aliyodai kuwa imetengenezwa dhidi yake iliyosikilizwa bila yeye kuwepo katika mahakama, aliyodai isiyo na uhalali ambayo inadhibitiwa na wanasiasa wa upinzani. Aidha amekanusha kuidhinisha vikosi vya ulinzi kushambulia waandamanaji. Hii ni BBC. Bila shaka msikilizaji, muktasari wa habari umesomwa kwako na Halima Nyanza. Matangazo haya ya Amka na BBC unayapokea kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali Afrika Mashariki na ya Kati, ikiwemo Lizadel Radio nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Free Africa na Radio 1 nchini Tanzania, Mwanedu FM na County FM nchini Kenya na Voice of Karamoja nchini Uganda. Yako vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Karibu, mimi ni Phyllis Mwate. BBC imeomba radhi rasmi kwa Rais wa Marekani Donald Trump kwa kipindi cha televisheni kilichotangazwa mwaka jana ambacho kilikuwa na uhariri wa kupotosha wa hotuba yake siku ya ghasia za bunge la Marekani. Hata hivyo BBC imekataa ombi lake la fidia ya kifedha. Taarifa inasema kwamba BBC ilijutia kwa dhati jinsi video hiyo ilivyohaririwa na haikuwa na mpango wa kurudia kipindi hicho. Mwenyekiti wa BBC Samir Shah pia ametuma barua binafsi ya kuomba msamaha. Mawakili wa Trump wametishia kuishtaki BBC kutaka ilipe $1 bilioni. Zaidi na David Nkia.
Kuibuka kwa kashfa hiyo kulisababisha mkurugenzi mkuu wa BBC Tim Davie na mkuu wa habari Deborah Tunes kujiuzulu siku ya Jumapili. Hatua hii inakuja saa chache baada ya video ya pili iliyohaririwa sawa na hiyo iliyotangazwa kwenye kipindi cha Newsnight mwaka 2022 kufichuliwa na Daily Telegraph. Katika sehemu yake ya marekebisho na ufafanuzi iliyochapishwa siku ya Alhamisi jioni, BBC imesema kipindi cha Panorama kilipitiwa upya baada ya ukosoaji wa jinsi hotuba ya Trump ilivyohaririwa. BBC imezungumza na ikulu ya White House kwa maoni, kama anavyoeleza Sean Delay. Ikulu ya White House imeonyesha kukasirika kutokana na swala hilo. Imeongeza kuwa Trump mwenyewe amesema huo ni ulaghai wa toleo la kile anachokiita hotuba yake kamilifu. Na bila shaka tunajua kupitia wanasheria wake wanasema kwamba lilikuwa jambo la makusudi, lakini Kate alipokuwa akielezea waziwazi msimamo wa BBC, amesisitiza kwamba haikufanywa kwa makusudi, na wanasheria wanakubaliana kwamba wakati mwingine kwa nini mambo yanahitaji kuwa yanachunguzwa mbele ya mahakama. Kwa upande wake, msemaji wa BBC ameongeza kwamba mawakili wake wameiandikia timu ya wanasheria wa Rais Trump kujibu barua iliyopokelewa siku ya Jumapili. Wasiwasi kuhusu video hiyo ya Panorama ya Trump uliibuka wakati taarifa ya ndani iliyovuja iliyoandikwa na aliyekuwa mshauri huru wa nje wa kamati ya viwango vya uhariri wa shirika na kuchapishwa na gazeti la Telegraph. Miongoni mwa mambo mengine, hati hiyo pia ilikosoa ripoti ya BBC ya masuala ya jinsi sambamba na uandishi wa idhaa ya Kiarabu ya BBC kuhusu vita vya Israel na Gaza. Ni taarifa ya David Nkia. Kikundi cha uratibu chenye makao yake Marekani kinasema kwamba wanajeshi wanaomuunga mkono kamanda wa Libya Khalifa Haftar wamekuwa wakisambaza mafuta kwa kikosi cha Rapid Support Forces yani RSF nchini Sudan kwa niaba ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Kundi hilo lijulikanalo kama The Sentry linasema kwamba Haftar amekuwa msambazaji muhimu wa mafuta na silaha kwa RSF wakati huu wote wa vita. UAE imekanusha madai hayo. Kwa sasa RSF inadhibiti sehemu kubwa ya eneo la Darfur nchini Sudan baada ya kuuteka mji wa El Fasher mwezi wa Oktoba. Beldin Waliaula na maelezo zaidi. Majeshi chini ya kamanda Khalifa Haftar wa Libya umetuhumiwa kuwapa mafuta kikosi cha Rapid Support Forces nchini Sudan kwa niaba ya Falme za Kiarabu. Hii ni kulingana na ripoti moja kutoka shirika la Marekani la The Sentry. Kamanda huyo wa Libya ameshtumiwa mara si moja kwa kusambaza silaha na mafuta kwa kikosi cha RSF kwa niaba ya Falme za Kiarabu, madai ambayo amekanusha. Falme za Kiarabu pia imekanusha kuhusika na vita vinavyoendelea Sudan. Ripoti ya The Sentry inasema kuwa hatua ya Haftar kuwapa mafuta kikosi cha RSF kimewasaidia kudhibiti eneo la Darfur ambayo sasa ni ngome yao kuu. Eneo zima la Darfur magharibi mwa Sudan linapakana na Libya pamoja na Chad na liko chini ya udhibiti wa RSF ambao waliuteka mji wa mwisho wa El Fasher ambao walikuwa unadhibitiwa na jeshi la Sudan. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeishtumu Falme za Kiarabu kwa kuipa RSF silaha na ndege za kivita zisizo na rubani. Jeshi la Sudan pia limeishtumu Falme za Kiarabu kwa kuwatuma mamluki kutoka Colombia kupitia mataifa jirani kupigana vita vinavyoendelea nchini humo. Mshauri wa rais wa Falme za Kiarabu Anwar Gargash alilaani ukatili unaoendelea mjini El Fasher na kupinga vikali kile alichokiita habari za uongo kuhusu Falme za Kiarabu kuhusika na vita vinavyoendelea Sudan. Vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF vimesababisha vifo vya maelfu ya watu tangu vita hivyo kuanza mwezi Aprili mwaka 2023, huku zaidi ya watu milioni 12 wakikimbia makazi yao. Ni taarifa ya Beldin Waliaula. Sasa China ndiyo taifa lililo na uchumi mkubwa barani Asia, lakini wakati huu wa upungufu wa mapato ya mauzo ya nje kutokana na mvutano wa kibiashara unaoendelea duniani na kiwango cha juu kabisa cha ukosefu wa ajira kwa vijana nchini humo, nchi hiyo sasa inakabiliwa na shinikizo kubwa. Wale wanaotunga sera nchini humo wanasema kwamba wanawategemea vijana kuongeza matumizi yao ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Hata hivyo, kama anavyoripoti mwandishi wa habari wa China Stephen McDonald kutoka Beijing, vijana wa China wanaonekana kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wao. Taarifa yake inasimuliwa na Jamhuri mwa Vyombo.
ni muda wa mankuli ya mchana mjini Beijing na wafanyikazi wengi wa kazi za ofisini na kibiashara katika mtaa uitwao Chao Wai Nanje wamejitokeza kutafuta mlo wa haraka haraka kisha warudi kazini. Ni mtaa ulio na mkusanyiko wa biashara nyingi za jumla na za rejareja. Lakini je, hali ya manunuzi ikoje kwa sasa? Mmoja wa wanawake hawa aliyezungumza na BBC ni kama hababaishwi kamwe na huduma wala bidhaa chungu nzima zilizopo na zinazonadiwa. Kijana huyu anayefanya kazi katika sekta ya vyakula anahisi kwamba ajira zinazopatikana ni zile za ngazi ya chini, lakini zile za ngazi ya juu za kitaaluma, hata mtu awe amehitimu kiasi gani, ni vigumu kupata. Baadhi ya marafiki zangu bado hawana ajira, bado wako nyumbani wakitafuta kazi. Kisomo wamesoma si haba, wamesomea taaluma mbalimbali za kifedha na mauzo kutoka vyuo vikuu mbalimbali. Wakati huu kwa kweli mazingira ya kiuchumi hayako sawa. Natumai mambo yatakuwa sawa baadaye, lakini matumaini ni madogo. Ukilinganisha na uchumi wa Marekani, vijana wengi wa Kimarekani wana matumizi makubwa ya fedha, hata kama hela hizo hawanazo katika muda wanapozihitaji. Kumaanisha matumizi ya kadi za mikopo ya benki, credit cards, kisha mtu alipe baadaye ni makubwa. Tofauti na Uchina, mtu anaona bora aweke akiba kwa hata muda mrefu kisha ndio anunue anachokihitaji, hivyo kukwepa tabia za kuchukua mikopo ya mara kwa mara, kama anavyofafanua Bi Helen Lofgren wa taasisi ya masuala ya kimataifa ya huko nchini Sweden. People save more. Huku China mtindo uliopo ni watu kujiwekea akiba zaidi kuliko wanavyotumia hela, lakini uchumi unaemeke unahitaji mzunguko mzuri wa fedha za matumizi. Hali ilivyo ni kwa uchumi wa Uchina umetegemea zaidi mauzo ya bidhaa zao katika masoko ya nje ya nchi, na uwekezaji kwa kiasi kikubwa pia unalenga masoko ya nje. Hivyo huku ukitekeleka, uchumi wa ndani pia unayumba. Stay healthy. Lengine ni kuwa Uchina yenyewe imekuwa na maendeleo makubwa ya kiteknolojia, lakini upande mwingine wa shilingi ni kuwa sekta ya kiteknolojia huwa haihitaji wafanyikazi wengi. Na hapa mwanauchumi George Magnus wa kituo cha Uchina katika chuo kikuu cha Oxford anafafanua zaidi. Nimeona katika data nyingi kuhusu hali ya ajira. Ukichukulia mfano wa ajira ya kama madereva magari ya teksi kama zile aina ya Uber, utakuta madereva huwa wamesomea taaluma zingine za juu zaidi. Wana madigrii ya fani mbalimbali. Kwa hivyo hakuna uwiano baina ya aina ya viwango vya elimu walivyonavyo na aina ya ajira zinazopatikana kwa sasa. Isitoshe, hali itazidi kwa hivyo kwa sababu mwenendo ulioshika kasi kwa sasa ni kuwa na maroboti, kukuza teknolojia ya AI ama akili mnemba, na fani hizo hazihitaji wafanyikazi wengi. Naam, ni taarifa hiyo iliyosimuliwa na Jamhuri mwa Vyombo, lakini kwa sasa nampisha David Nkia. Karibu kwenye spoti. Sana Felix Mwate, bila shaka hujambo msikilizaji. Usiku wa kuamkia leo umepigwa mitanange kadhaa ya timu mbalimbali za taifa. Baadhi Ufaransa imeitandika Ukraine 4-0, Ireland ikitandika Ureno goli 2-0, huku Ureno ikipata tatizo ama ikikumbwa na changamoto baada ya Cristiano Ronaldo kupata kadi nyekundu, ikiwa ni kwanza kabisa kwa timu ya taifa. Moldova ikakungutwa 2-0 dhidi ya Italia. Uingereza ikaichapa Serbia 2-0. Nigeria wao wakaipa adhabu Gabon goli 4-1, huku Cameroon wakiwa nyumbani wakakungutwa 1-0 dhidi ya DR Congo. Baadhi ya michezo ya leo: Luxembourg watacheza dhidi ya Ujerumani, Finland dhidi ya Malta, Poland watawakaribisha Uholanzi, Kuwait dhidi ya Tanzania, Kenya watakiwasha na Equatorial Guinea, huku Morocco wakiwa ni wenyeji wa Msumbiji na Japan hapo baadaye watacheza dhidi ya Ghana. Kwenye tennis, Carlos Alcaraz amesema sehemu pekee ya kazi imekamilika baada ya kupata nafasi ya kwanza ya mwisho mwaka kwa kufikia hatua ya mtoano wa finali za ATP kwa kushinda mara 3 mfululizo. Alcaraz tayari alikuwa amehakikishiwa nafasi ya nusu finali baada ya Alex de Minaur kumshinda Taylor Fritz mapema Alhamisi, lakini hakuwa na uhakika kung'oa katika nafasi yake mpinzani wake wa sasa Jannik Sinner katika kinyang'anyiro cha kuwania taji la mchezaji bora kwa upande wa wanaume mwaka 2025. Mhispania huyu mwenye miaka 22 ameshinda kwa seti 6-4, 6-1 kwenye ndondi ambao ugomvi unalipa Phillies. Muda unaendelea kuyoyoma ili kutoa uamuzi ikiwa Anthony Joshua atapigana na Jake Paul mwezi Desemba. Promoter Joshua Edenhen ameambia BBC kwamba kuna muda wa mwisho wa mazungumzo katika hilo, ambapo mpambano huo
ulikuwa ikiwa hapo utashindikana, basi Paul atatangaziwa mpinzani mwingine siku ya Jumatatu. Hen tayari ameonyesha kusikitishwa na taarifa kwamba Paul yupo kwenye mazungumzo na wapinzani wengine wanaoweza kuchukua nafasi ya Joshua. Joshua mwenye miaka 36 bado ana lengo la kupambana na mpinzani mwenye hadhi ya juu zaidi, na anatarajia kupambana na Tyson Fury mwaka 2026. Kwa fupi kabisa, tetezi za soka Barcelona wanamnyemelea mshambuliaji Harry Kane ili kuchukua nafasi ya Robert Lewandowski mwenye miaka 37 katika majira yajayo ya kiangazi. Namaliza namna hiyo Phyllis, lakini siondoki kinyonge. Huyu anasema unalalamika kwamba mwaka unakimbia, lakini mbona wewe unakimbia madeni? Jamani. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi ya leo: BBC imeomba radhi rasmi kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa kipindi cha televisheni kilichotangazwa mwaka jana kinachodaiwa kuwa na uhariri wa kupotosha hotuba yake baada ya wafuasi wake kuvamia bunge la Marekani. Kundi moja la uratibu linasema kwamba wanajeshi wanaomuunga mkono kamanda wa Libya Khalifa Haftar wamekuwa wakisambaza mafuta kwa kikosi cha RSF nchini Sudan kwa niaba ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Na leo dunia inaungana kuadhimisha siku ya kisukari duniani, siku maalum ya kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa unaoathiri mamilioni ya watu duniani. Hii ni BBC. Bila shaka msikilizaji, na sasa inatimia saa 12 na dakika 16 baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati. Afrika Mashariki ni saa 1 na dakika 16. Haya ni matangazo ya Amka na BBC. Leo dunia inaadhimisha siku ya kisukari duniani. Siku hii inalenga kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa wa kisukari ambao unaathiri watu wa rika zote kutoka watoto hadi wazee. Kuangalia hili nimezungumza na Lucy Johnston ambaye anaishi na kisukari na Daktari Yubrin Mora. Kwanza Lucy anaanza kwa kueleza alivyogundua ana kisukari. Niligundulika mwaka 2000. Nilikuwa nadhani na miaka 13, lakini mamangu ananiambia kwamba nilikuwa na kisukari muda mrefu, ila kwa kuwa nilikuwa mdogo sana so alitaka kuniacha kwanza, then nilipopata ile kujitambua ndo akaamua kunipeleka hospitali. Kwa hiyo kwa vipimo vya hospitali niligundulika mwaka 2000. Daktari, unaweza tueleza tu kwa kifupi zipi dalili ambazo mgonjwa anaweza anza kuona akaanza kushuku kabla aende hospitali? Ni kwamba utapata mtu anasikia kiu saa zote, anasikia njaa hata kama ameshakula na bado anasikia kwamba anataka kula tena, kwenda haja ndogo mara nyingi. Alafu utaona pia mtu anapunguza kilo bila kutaka mwenyewe, unintentional kwa kizungu. Unaona tu kilo zinapotea lakini unakula, njaa imezidi. Lakini inategemea pia kiwango ama ile stage ya ugonjwa. Maanake mtu akija baadaye zaidi utapata kwamba labda kuna madhara kwa viungo tayari na dalili zinaweza kuwa tofauti. Lucy, unaweza tueleza tu kwa kifupi mzazi alichukua hatua zipi ili kuhakikisha kwamba anadhibiti hali ambayo ulikuwa unapitia? Aliamua kunipeleka hospitali kufanya vipimo vyote na kuanzishiwa insulin. Mimi ninaishi na aina ya kwanza ya kisukari, nadhani daktari ataielezea zaidi. Lakini pia kitu kingine ambacho kimenifanya niwe mpaka sasa hivi niishi vizuri kabisa na kisukari, alikuwa ananisisitiza sana kwamba nisichukulie kama ni ugonjwa, nichukulie kama ni hali ambayo ninaishi nayo, ambayo inanilazimu kutumia sindano na pia inanilazimu kuangalia kila ninachokula. Na mara zote alikuwa ananisisitiza kwanza sana, Lucy, jipende. Ukijipenda utaweza kujijali. Ukijijali utaweza kudhibiti kisukari. Maneno hayo alikuwa anamaanisha kwamba nikijipenda na kujijali nitaacha kukula kwa wingi vitu ambavyo vitapandisha sukari yangu na nitaanza kuumwa. Mtu anaweza kaona ni maneno ya kawaida, lakini kwangu yalinijenga sana mpaka leo. Daktari, umemsikia Lucy akisema kwamba yeye aligundulika na ugonjwa huu wa kisukari akiwa mdogo. Hebu tuzungumzie watoto wanavyoathirika. Takwimu zinaonyesha kwamba hivi sasa watoto wengi wanagundulika na ugonjwa huu wa kisukari. Unadhani ni kwa nini? Tutaangalia kwa upande hili. Utasema kwamba kwanza siku hizi vile vipimo vya kupima na kupata ugonjwa tumesonga mbele. Kwa hivyo tunapata
haya magonjwa, na kitambo labda mtu alikuwa anaugua lakini hajulikani hapo na nini. Alafu pia kuzingatia pia saizi ni labda ugonjwa umeongezeka kwa sababu mtindo ya maisha yamebadilika, na pia unapata kwamba kwa sababu hii aina ya kwanza ya kisukari kama ya mgonjwa ambaye tunaongea naye leo inatokea ukiwa mdogo bado, labda kuna mambo ambayo yanatokea katika ujauzito ama urithi ambao unaongezea weza kwamba watoto wadogo wanapata kisukari. Lucy, labda umeelezewa unaugua kisukari aina ipi? Mimi naishi na aina ya kwanza ya kisukari. Mara nyingi aina ya kwanza ya kisukari inatupata tukiwa kwenye umri mdogo sana mpaka kwenye umri wa ujana, miaka kama 25 mpaka 30. Na aina hii ya kwanza ya kisukari ni kwa sababu kinga za mwili zimeathiri cells za kwenye kongosho, na kongosho imeshindwa kuzalisha homoni ya insulin, ambayo homoni ya insulin kazi yake kuregulate sukari mwilini. Ile ambayo inatakiwa kutumika inapelekwa kwenye mishipa ya damu, ile ambayo haitumiki inatolewa kwa njia tofauti. Kwa hiyo sisi tunatumia sindano za insulin kwa sababu tayari hatuna insulin kwenye mwili wetu, na tunahitaji kula, tunahitaji kunywa, kwa hiyo tunatumia sindano za insulin. Daktari, tuelezee hizi aina tofauti za kisukari ambazo ziko. Kwanza ni hiyo aina ya kwamba kiungo cha pancreas hakitengezi insulini ya kutosha, kwa hivyo inaleta type 1. Alafu type ya pili ni kwamba insulini ipo, pancreas inatengeza insulini ya kutosha, lakini insulini haiwezi kufanya kazi mahali inafaa kufanya kazi vizuri. Kwa kimombo tunasema kwamba ni insulin resistance. Hiyo ni type 2. Takribani kubwa ya wagonjwa wa kisukari ni aina ya pili. Kuna kisukari ambacho kinatokea katika ujauzito, kwa kimombo kinaitwa gestational diabetes, na hiyo mara nyingi inaweza kutokea katika ujauzito alafu kipotee, lakini kinaweza pia kubaki na mtu akaendelea kuwa na shida ya insulini kufanya kazi na kahitaji madawa. Alafu kuna kisukari ambao hutokea kutokana na mambo mengine kama madawa ambayo ni sumu kwa pancreas, hata kutumia dawa zingine kwa kimombo inaitwa steroids zinaweza leta kisukari. Alafu pia kuna kisukari ambao kinatokana na pombe, kutumia pombe kwa kupindukia, na pia kinaleta kisukari ambacho kimeharibu ile pancreas. Kwa upande wa lishe, unadhani ni vyakula gani ungesema ni rafiki kwa watu wanaoishi na kisukari? Mimi husema zaidi kwamba ni vyakula vya matunda, lakini visiwe vitamu. Manake kumbuka kwamba insulini kazi yake ni ya kwamba iteremshe sukari kwa mwili, na kama haifanyi kazi vizuri ama haipo ya kutosha, ukila chakula ambacho kina sukari nyingi ama kina starch kama ngano, ugali, chapati, vitu kama hivyo ambavyo vina carbohydrates nyingi vitaleta shida. Na ukitumia sasa tuseme kama ni vyakula vya mboga, kwa kizungu tunasema greens and yellows, mboga nyingi hizo ni nzuri na huwa zinasaidia pia. Kama labda insulini yako haifanyi kazi vizuri na aina ile ya pili, ina improve hata hiyo sensitivity ya insulin. Na hata ukila matunda, watu husema ati matunda ni sawa, yakiwa matamu yatapeleka sukari juu. Mboga nusu sahani, proteini quarter ile ya sahani, alafu nusu ya thuluthi ambao ni 1/8 hiyo ndio starch, alafu hiyo ingine ni kipisi cha tunda. Lucy, watu wengi wanaamini kwamba maisha yanabadilika kabisa ukiwa na kisukari, lakini wewe mwenyewe umetutia moyo na umetuambia kwamba hujioni kama mgonjwa. Je, ungependa kuwashauri vipi watu ambao wanagundulika na ugonjwa huu wa kisukari? Wasijione kama ni wagonjwa. Uhalisia ni kwamba watu wakiongelea kuhusu kisukari wanaongelea upande ule wa athari, tena athari mbaya sana. Lakini kuishi na kisukari kuna kufanya ujue namna ya kujipenda zaidi, kama nilivyosema mara ya kwanza. Yaani hakikisha unajua mipaka yako, kama daktari alivyosema, wanga kwa kiasi kidogo, mboga za majani kwa wingi, kama ni matunda, kwa sababu matunda pia yana sukari, kwa hiyo unabidi ule pia kwa kiasi, matumizi ya dawa na mazoezi. Jikubali, jijali, jipende. Maisha ni rahisi sana na kisukari. Dr. Yubrin, mara nyingine inasemekana kwamba ukigundulika mapema ni vyema zaidi. Kwa hivyo mtu anafaa kupimwa mara ngapi ama kupimwa wakati upi? Nafikiri kila mtu zaidi ya miaka 30 kila mwaka wewe anafanya vipimo vya sukari, kuangalia kiwango cha sukari damuni, kiwango cha cholesterol, mafuta kwa damu, na pia kupima shinikizo la damu kama lipo ama lipo. Manake kinga ni bora kushinda tiba. Lakini sasa unaona kisukari pia kinatokea kwa watoto. Kwa hivyo kama mzazi nafikiri ni kuwa mwangalifu na kuangalia mtoto wako labda kama ana dalili. Upande wa teknolojia, daktari, kuna maendeleo mapya katika ufuatiliaji au matibabu? Maendeleo yapo. Kwa saizi kuna vile vipimo vinaitwa continuous insulin monitoring. Mtu anaweka na anaangalia kwamba sukari kwa damu inaenda vipi, na unajua kwamba labda imeshuka sana, ulikula nini. Inasaidia mtu pia kujipanga kimaisha na kujielewa vizuri.
Namni Dr. Yubrin Mora huyo na Lucy Johnston. Sasa sanaa ya muziki na maigizo yani tamthilia hutumika kuelimisha na kuburudisha jamii. Na nchini Tanzania sanaa pia katika miaka ya hivi karibuni imekuwa kimbilio la vijana wengi katika kujipatia ajira na kipato. Hanifa Maulid maarufu kama Jike la Chui ni miongoni mwao akijikuta katika muziki wa taarab na tamthilia ambako amejipatia umaarufu mkubwa. Halima Nyanza amezungumza naye juu ya vipaji vyake viwili vya uimbaji na uigizaji. Hiki ni kipaji changu tangia niko mdogo, kwa sababu nilipokuwa shule ya msingi nilikuwa mimi ni mwanamichezo na shiriki michezo mingi sana. Nilijikuta nimejikita sana katika uimbaji kwa sababu kwenye uigizaji kidogo ilikuwa kama imenikatisha tamaa. Nikaona sasa watu ambao nakaa nao wanaelewa uwezo wangu wa vipaji vyangu, kwa wakaniambia kwa nini usiimbe? Kwa hiyo mimi nikaingia mazima na bendi yangu ya kwanza kabisa ilikuwa East Africa Melody. Mbali ya East Africa Melody kuna bendi nyingine yote ambayo pia ulipitia ulimba? Nimepitia Coast Modern Tarabu, nimepitia New Zanzibar Star, nimepitia Kings Modern Tarabu, nimepitia Mashauzi Classic, nimepitia bendi nyingi, nikapitia pia Naogopa Coppers. Kwa nini unapenda kuimba mipasho? Nafikiri ni kile kitu ambacho ni wimbo wangu wa kwanza ulionitambulisha. Ingawaje wimbo wa mapenzi niliimba kwenye bendi ya Kings Modern Tarabu, lakini mtunzi wangu naona alinipeleka huko, kwa sababu unajua mtunzi huwa anakuwa na jicho jingine. Ingawaje nyimbo ambazo nazoziimba ni tofauti na nilivyo, lakini kwenye upande wa uigizaji Abdul aliniona kwamba sini za upole ndo kitu changu. Kwa hiyo kote alhamdulillah. Na nyimbo ambazo umetunga wewe mwenyewe? Na Ufunga Mtaa. Baada ya hapo nilikuja kutafuta na Bistar. Kulikuwa na sini yake ambayo ilitakiwa acheze, na hiyo sini ilitakiwa apate msanii ambaye muimbaji wa taarab, kwa sababu mimi nyimbo zangu nyingi sana ni za mipasho. Sini yake ilikuwa inamhitaji mtu wa aina yangu. Baada ya hapo bosi Abduli sasa ndo aliponiona. Unaweza kunijibisha mimi hivyo? Ungekuwepo karibu hapa ningekuja kukunyonga masikio yako na wachafu yako. Tunakuachia tu unamnyonga mtu. Nyie mkoje nyinyi ndugu lawama nyinyi? Licha ya kugombeshwa, kutukanwa, lakini bado uko kwenye familia yako. Unapambana, wakati mwingine unakuwa mkali, unasema, lakini mwisho wa siku unakuja kuwasaidia. Kwa nini umekuwa na moyo huu? Kutokana na fedha ulizokuwa nazo ama ni mwenye upendo wako tu? Kwanza ni elimisha hapo kidogo. Unajua fedha sio kila kitu, kwa sababu unapokuwa na fedha kunahitajika pia na busara uwe nayo, lakini si wote ambao wanakuwa na hela wanakuwa na subra, wanakuwa na moyo mzuri wa kusaidia. Kuna wengine inakuwa ni yeye na watoto wake na mume wake, mchezo umeisha. Katika Kombolela ni mtu ambaye nina unyenyekevu tu before ya kuwa na mwanaume mwenye hela. Sipendi ugomvi, kinasiwa na Mwadawa akimsumbua mama na baba yetu, na chukia. Huu ni mchezo wa kuigiza, lakini je, kuna uhalisia kabisa katika maisha yetu, familia zetu sisi za Kiswahili? Uhalisia upo, kwa sababu watu wanaoishi hivyo wapo. Nyumba ya Mzee Kikala zipo. Mimi nimeshawahi kuja kupewa ushuhuda Manzese, maeneo ya Manzese. Yaani mtu akiko, Chiku jamani, yani nyumba yenu ni yetu kabisa. Yani vipo kabisa. Leo